Ninawakaribisha katika jina la Yesu. Tunasoma 1 Thessalonians chapter 1 verse 2 to 4. Wathesalonike wa kwanza sura ile ya kwanza mstari ni wa pili mpaka wa 4, nao unasema hivi: twamshukuru Mungu siku zote kwa ajili yenu nyote, tukiwataja katika maombi yetu, wala hatuachi kuikumbuka kazi yenu ya imani na taabu yenu ya upendo na subiri yenu ya tumaini lililo katika Bwana wetu Yesu Kristo mbele za Mungu Baba yetu. Kwa maana ndugu mnaopendwa na Mungu, twajua uteule wenu. Na sote tuseme amen. Katika maisha haya na hii safari ya mbinguni, safari pamoja na Kristo Yesu, tuko chini ya vita vikali. Twapigwa kila siku, twasukumwa huku na kule, na katika mambo kama hayo twahitaji watu wanaweza kututaja katika maombi yao, watu ambao wanaweza kukuombea, watu ambao wanaweza kuinua sauti zao kwa ajili yako. Haleluya! Unahitaji mtu kukutaja katika maombi yao. Paulo anaambia Wathesalonike, hatuachi kuwataja katika maombi yetu. Amen. Ni furaha aina gani kujua kwamba kunaye mtu anayekutaja katika maombi yake, kunaye mtu anayekuombea, kunaye mtu anayekujali. Kwa sababu tunapoinuka katika ulimwengu wa kiroho, tunapoanza kwenda hatua hadi ingine. Haleluya, Bwana asifiwe sana. Tunapoanza kwenda hatua hadi ingine, vile unavyoinuka ndivyo vile vita vinainuka. Haleluya. Na vile vita vinavyoinuka ndivyo unahitaji watu pia waongezeke wanaokuombea. Amen. Nasema vile unavyoinuka katika ulimwengu wa roho, ndivyo vile vita vinainuka dhidi yako. Na vile vita vinavyoinuka, ndipo nawe unahitaji watu wa kukuombea, watu waongezeke pia kukuombea. Maombi ya mmoja, maombi ya wawili, ya watatu inashinda maombi ya mmoja. Amen. Bwana asifiwe sana. Na ndiposa watu wakutaje katika maombi yao, unawahitaji au unahitaji kuwapa sababu ya kutosha kwa nini wakuombee. Haleluya. Nasema ndiposa watu wakutaje katika maombi yao, inahitajika uwapatie sababu ya kutosha kwa nini wakuombee, sababu ya kutosha kwa nini wasimame nawe. Haleluya, Bwana asifiwe sana. Kichwa cha ujumbe: wapatie watu sababu ya kutosha kwa nini wakuombee, kwa nini wasimame nawe. Amen. Wape watu sababu ya kutosha kwa nini wakuombee. Ndiposa nilikuwa nasema kwamba ndiposa watu wakutaje katika maombi yao, lazima uwape sababu ya kutosha kwa nini wakuombee. Kwa sababu maombi au watu kusimama nawe inahitajika, au inahitajika mtu awe na mzigo. Maombi husukumwa na mzigo. Maombi husukumwa aidha mzigo au Roho Mtakatifu akusukume kutenda. Nikiuliza kila mtu hapa, mniambie kama unaweza kuomba bila mzigo. Haiwezekani.
Ukiona mtu anaenda kwa ushirika wa maombi, ana mzigo. Ukiona mtu anaenda kesha, ana mzigo. Ukiona mtu amepiga magoti anaomba, ana mzigo. Na pasipo mzigo hakuna maombi. Haleluya. Kwa hivyo nitakuombeaje kama hujanisababisha niwe na mzigo kwa ajili yako? Amen. Lazima kuweko na kitu ambacho aidha unanifanyia au unafanya kinachonipatia mzigo wa kukuombea, au lazima kuweko na kitu unachofanya mbele za Mungu ambacho kinafanya Roho Mtakatifu anisukume kukuombea. Lakini kama hakuna mambo kama hayo, siwezi kuwa na mzigo wa kukuombea. Haleluya. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Kuna watu ambao huwa nawakumbuka nikimaliza maombi. Nimeomba na nimemaliza ndio nawakumbuka. Na kuna wengine hata nikiomba huwa siwakumbuki. Bwana asifiwe sana. Na kuna watu nikiomba lazima niwakumbuke. Amen. Usiwe wewe ni yule ambaye huwa sikukumbuki. Na ukiona hawa watu ambao lazima niwakumbuke, kuna kitu wanafanya mbele za Mungu kwa kazi ya Mungu kinachonipatia mzigo kuwaombea. Na kama huwa na kusahau kukuombea, inamaanisha hakuna kitu unafanya ambacho kinanipa mzigo wa kukuombea. Amen. Jamani, usinichukue vibaya. Nitakuelezea vile mambo haya yanafanyika. Na hata wewe mwenyewe ni muombezi. Na leo zungumuza hata wewe unayajua. Haleluya. Kuna watu kianza kuomba tayari majina yao yanaanza kushuka katika akili zao. Na ukianza kuwaombea maombi haikatiki. Lakini kuna watu kianza kuomba hautawahi kuwakumbuka mpaka umalize maombi. Lakini si wewe. Bwana asifiwe sana. Najua wewe huwa nakumbuka. Kuna kitu unafanya. Kuna jambo unalolifanya linalofanya Roho Mtakatifu anlazimishe kuombea. Amen. Haleluya. Paulo na Sila na Timotheo wakaambia Thesalonike kwamba wanawakumbuka siku zote katika maombi yao. Na kinachofanya wakumbuke ni nini? Kwamba kazi ambayo inazalishwa na imani. Kulikuwa na kazi ambayo ilikuwa inazalishwa na imani. Wacha niangalie vile ya Kiswahili inasema wala hatuachi kuikumbuka kazi yenu ya imani. Haleluya. Hilo ndio jambo la kwanza ambalo lilikuwa nafanya Paulo, Sila na Timotheo waombee wa Thesalonike, kazi yao ya imani. Jambo la pili, taabu yenu ya upendo. Taabu ya upendo inaamini jitihada zinazowasukuma kupenda. Jitihada zao katika upendo ndio nasema taabu yenu ya upendo. Jambo la tatu, na subiri yenu ya tumaini lililoko katika Bwana wetu Yesu Kristo. Kuna vitu vitatu vilivyokuwa vinafanya Paulo, Sila na Timotheo wasisahau kuombea wa Thesalonike. Ya kwanza, kazi yao inayozalishwa na imani. Ya pili, taabu yao, au naweza kusema kwamba kazi ambayo imezalishwa, kazi inayosukumwa na upendo.
Ya tatu, uvumilivu unaochochewa na tumaini katika Yesu Kristo. Hauwezi kuwa yule ambaye hufanyi chochote. Hauwezi kuwa yule unayesukumwa kufanya mambo mengine katika kanisa, na hivyo unatarajia watu wakuombee na watu wasimame nawe wakati unawahitaji. Haiwezekani. Amen. Nasema haiwezekani kuwa wewe ndio yule unayesukumwa kufanya mambo. Wewe ndio yule ambaye hufanyi chochote. Watu wakisema kwamba tufanye hiki, wewe hufanyi. Kwa ushirika huonekani, kwa maombi huonekani. Hata ibada za Jumapili ni bahati nasibu ukija. Yaani usipokuja ni jambo la kawaida, ukija ndio muujiza. Alafu tarajia watu wakuombee na wasimame na wewe wakati ambao unahitaji. Haiwezekani. Amen. Bwana asifiwe sana. Nasema haiwezekani. Je, kazi yako inayozalishwa na imani ni ya muhimu kivipi? Ni ya muhimu kwa sababu inaathiri mwili wa Kristo kwa kila hali kwa wema. Kazi inayozalishwa na imani inahusisha vitu kama kujitoa katika ushirika, kujitoa katika maombi, kujitoa katika uinjilisti, kujitoa katika ibada za Jumapili, kujitoa kuhudumia watu katika vipawa vya Roho Mtakatifu. Haleluya. Matendo ya Mitume sura ile ya 3 mstari wa 1 inasema ya kwamba na Petero na Yohana wakakwea kwenda hekaluni wakati ni saa ya maombi, saa 9. Na ni nini wanachokutana nacho? Biblia inasema na kulikuwa na kiwete pale katika lango la hekalu, lango linaloitwa Nzuri. Naye huwekwa pale kuomba sadaka kwa watu wanaingia hekaluni. Alipomwona Petero na Yohana ndio hao wanakuja, akawaomba wampe sadaka. Naye Petero na Yohana wakamkazia macho, na Petero akamwambia nitazame. Akamwambia fedha na dhahabu hatuna, lakini kile tulicho nacho ndicho tukupacho. Kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti, amuka utembee. Haleluya. Petero na Yohana walikuwa hawana fedha na dhahabu, lakini walikuwa wana kitu kingine. Mungu alikuwa amewapa kitu. Haleluya. Kitu hicho walikuwa wanatembea nacho usiku na mchana. Wakilala wanalala nacho, wakiamuka wanacho. Amen. Nacho ilikuwa ni karama za Roho Mtakatifu. Ilikuwa ni vipawa vya Roho Mtakatifu ambavyo Bwana amewapa waifanyie kazi inayozalishwa na imani. Amen. Je, wapeana kile ulicho nacho? Haleluya. Nauliza, je, wapeana kile ulicho nacho? Najua fedha na dhahabu huenda hauna, lakini kuna kitu ulicho nacho, na hicho watu wanakihitaji. Hatujapewa hivi vipawa ili tukae tujivunie, useme hey, nimepakwa, msicheze na mimi. Ukininyoshea kidole, touch not my anointed, do no harm to my prophet. Ukinigusa tu utaona cha mtema kuni. Hatukupewa vipawa tuvitumie hivyo. Haleluya. Kuna watu wanahitaji. Je, kazi yako inayozalishwa na imani unaitumia namna gani? Na wakati unapoitumia vizuri,
wakati unapohudumia watu kwa karama za Roho Mtakatifu, hata kama sikujui na huku naomba, Roho Mtakatifu atanikumbusha kumwombea mtu fulani. Haleluya. Kama unahudumia wengine mahali na hicho ulichopewa, na kuambia kazi unayoifanya, wakati utahitaji msaada, Mungu atalazimisha watu kusimama na wewe. Amen. Na watu wakiomba hawatakusahau. Lakini kama umevipokea na umevikalia, utahitaji watu wa kuombea, watu hawatakuombea. Akasema tunaikumbuka kazi yenu ya imani. Bwana asifiwe sana. Tunaikumbuka kazi yenu ya nini? Ya imani. Ni nini kingine ambacho, au tabu ya upendo yenu ya upendo? Nimesema tabu ya upendo ni jitihada zako zinazosukumwa na upendo. Jitihada kujitoa kwa ajili ya kuonyesha watu kwamba unawapenda. Zile jitihada ni tabu pia, kwa sababu unaenda kuhudumia watu, kuwaonyesha upendo, na unatumika. Una kitu mwenyewe hauna, lakini kila kidogo ulicho nacho unapata mtu mwingine ana shida, unampa. Si ni tabu hiyo jamani? Ni tabu. Haleluya. Tabu yenu ya upendo. Tabu ya upendo ni ya muhimu kiwango kivipi? Hii ni kwa sababu unawapatia watu tumaini, wale ambao wamekosa tumaini. Unafanya watu ambao walikuwa wamefika mwisho wamshukuru Mungu kwa niaba yako. Watu ambao walikuwa wamevunjika moyo watiwe moyo. Na hii inahusika au inahusiana na kuwatembelea watu walio na shida, kutembelea wagonjwa. Na unapotembea hutembei mikono mitupu. Lazima umuonyeshe kwamba unampenda na Mungu anampenda. Haleluya. Jamani, unaonaje watu wakija kutembelea pengine huko hospitalini, na mwingine amebeba ndizi, mwingine amebeba juice, haleluya, sharubati amebeba, huyu amebeba kamia kake, huyu 50, huyu 500. Wasikiaje ukiwa umelala pale hospitalini? Hata kama hauna appetite, unapoona zile ndizi vile zimeiva, appetite inakuja. Amen. Hapa sasa hatuzungumzii maombi. Watu wanakuja tu kukuangalia, wasungumuze na wewe, wakutie nini? Wakutie moyo. Hiyo ndio taabu yenu ya upendo. Haleluya. Ndiposa Biblia katika Mathayo 25 mstari ule 35 mpaka 40 inasema jambo kwa ajili ya hilo taabu ya upendo. Haleluya. Na inasema ya kwamba kwa maana nalikuwa na njaa mkanipa chakula, nalikuwa na kiu mkaninywesha, nalikuwa mgeni mkanikaribisha, nalikuwa uchi mkanivika, nalikuwa mgonjwa mkaja kunitazama, nalikuwa kifungoni mkanijia. Ndipo wenye haki watakapomjibu wakisema, Bwana, ni lini tulipokuona una njaa tukakulisha, au na kiu tukakunywesha? Tena ni lini tulipokuona mgeni tukukaribisha, au uchi tukakuvika? Ni lini tena tulipokuona mgonjwa au kifungoni tukakujia? Na mfalme atajibu akiwaambia, amini nawaambia,
kadri mlivyomtendea mmoja wapo wa hao ndugu zangu walio wadogo, mlinitendea mimi. Haleluya! Kadri mlivyowatendea hao ndugu zenu au ndugu zangu walio wadogo, mlinitendea mimi. Haleluya! Kazi yenu ya upendo ndio hiyo. Wakati unapoona mtu hana nguo, muvishe. Wakati unaona mtu yuko nje, mukaribishe. Wakati mtu ana njaa, mupe chakula. Wakati mtu yuko kifungoni, enda umtembelee. Shimo la tewa, enda umtembelee. Si wote walio pale waliofanya makosa. In fact, wengi wameonewa. Wanaofanya makosa wengi hawawekwi ndani, wananunua uhuru wao. Haleluya! Kwa hivyo Bwana anataka hata tutembelee walio magerezani, tuwaonyeshe tabu yetu ya upendo, tugaramike kwa ajili yao. Na wakati unapomtembelea mtu akiwa kwa shida kama hiyo, hakika nasema kweli, kunaye Mungu. Jamani, mmenikumbuka, kunaye Mungu. Haleluya! Wakati tunaenda kumwona mwenzetu akiwa hospitalini, kuna watu huwa waendi kutembelea wenzao. Hata kisikia yuko hospitalini, hataenda mpaka atatoka hospitalini, Allah akwambia tulikuombea sana. Mengine si maombi. Enda umuone, unamtia moyo. Bwana asifiwe sana. Si mna wazazi wenu? Wakati mwingine mzazi ni mgonjwa nyumbani, lakini tu akisikia mwanangu ameingia, haleluya, anasema sasa nasikia vizuri. Umepona saa ngapi? Ile tu furaha, mtoto wake amekuja, anapona tu. Na kuna watu wanapona tu kwa sababu umeenda kuwatembelea, kuwaonyesha tabu yako ya upendo. Na hilo ndio jambo ambalo Wathesalonike walikuwa nao. Na Paulo akasikia, Paulo, Sila na Timotheo wakasema, kwa sababu hiyo hatuachi kuwataja katika maombi yetu. Haleluya! Jambo la tatu litakalofanya watu wa kuombei na watu wasimame nawe ni uvumilivu ambao umechochewa na tumaini. Endurance inspired by hope. Uvumilivu unaochochewa na tumaini katika Kristo Yesu. Bwana asifiwe sana. Hii ndio mojawapo ya mambo magumu mno, kwa sababu inahusisha mateso na maudhi, suffering and persecution. Haleluya! Uvumilivu. Na Petro anasema nini? Tusome 1 Peter chapter 4. 1 Peter chapter 4, kuna jambo ambalo Paulo anasema kwa ajili ya uvumilivu. Mstari wa 12 mpaka 14 inasema, wapenzi, msione kuwa ni ajabu ule msiba ulio kati yenu unaowapata kama moto, ili kuwajaribu kana kwamba ni kitu kigeni kiwapatacho. Lakini mnavyoyashiriki mateso ya Kristo, furahini, ili na katika ufunuo wa utukufu wake mfurahi kwa shangwe. Mkilaumiwa kwa ajili ya jina la Kristo, ni heri yenu, kwa kuwa Roho wa utukufu wa Mungu anawakalia. Mstari wa 17 inasema, kwa maana wakati umefika wa hukumu kuanza katika nyumba ya Mungu. Na ikianza kwetu sisi, mwisho wao wasioitii injili ya Mungu utakuwaje? Haleluya! Mateso kwa ajili ya Kristo. Amen. Yani unateseka kwa ajili
ya Kristo. Na mateso haya ni makali mno ikiwa itatoka kanisani unakoshiriki. Wachua mateso mabaya ni uteswe kanisani. Na unateswa si ya kwamba umetenda makosa. Unateswa kwa sababu umeonewa. Haleluya. Kuna wakati ambako watu wanaweza kukuwekea hata wapeleke kwa kamiti, mtu akushtaki kwa kamiti ya kanisa kwamba umefanya kitu fulani. Wanaweza kusema umezini na nimemuona, nilishuhudia, na kumbe hujafanya kitu chochote. Na kwa sababu pale kanisani kwa komiti ya kanisa huyu mtu ameweka maneno, ameshindilia viongozi wale, yani unapoitwa pale kuhukumiwa, haleluya, hata si hukumu, ni kusulubiwa. Bwana asifiwe sana. Yani unaenda kusungumuza, ukijaribu kusungumuza, nyamaza wewe msherati. Jamani, ukiangalia usherati umetoka wapi? Amen. Au nyamaza wewe mwizi, ukiangalia umeiba wapi? Huoni. Haleluya. Yani unateseka kwa ajili ya Kristo. Shetani amekuonea kwa sababu ya yale unayotenda. Pengine unamtesa sana katika ulimwengu wa roho, naye ameamua akuaibishe. Haleluya. Ukienda kusungumuza, viongozi wataki kusikiza. Wewe umefanya. Sasa hapo ndiposa Mungu anakuangalia, nawe utahandle hili jambo kivipi? Bwana asifiwe sana. Jinsi utakavyo handle jambo hilo ndio itafanya either watu wa kuheshimu au watu wasikuheshimu, watu wakuombee au watu wasikuombee, watu wasimame nawe au watu wasisimame nawe. Jinsi utakavyo handle uvumilivu unaotokana na nini? Uvumilivu unaochochewa na tumaini. Wengi huwa tunachukua kitu ambacho wengi tunafanya, mambo kama hayo ikija, ni kutoroka kanisani. Kama kanisa ni hilo na likae. Bwana asifiwe sana. Kuna kanisa ambalo shetani huwa haendi. Amen. Ikiwa hata mbinguni kwenyewe yuaenda karibu kila siku, kwa sababu maandiko inasema kwamba mshitaki yule anayeshitaki ndugu zenu usiku na mchana amekuja kwenu. Kwani huwa anashitaki akiwa wapi? Bwana asifiwe sana. Kwa sababu anashitaki kwa Mungu. Na huwa anashitaki akiwa wapi? Huwa anaenda huko, anakushtakia huko. Kama shetani anaenda mbinguni, hata Ayubu mwenyewe anasema, kitabu cha Ayubu, na wana wa Mungu walipojihudhurisha mbele za Mungu, shetani alikuwa katikati yao. Haleluya. Kama mbinguni anaenda, je, utakimbilia kanisa gani ambalo shetani hayuko? Bwana asifiwe sana. Siku hizi tunashiriki na devil worshipers. Nasema tunashiriki nao. Wanatutembelea mara kwa mara. Wengine devil worshipers, wengine wamejipenyeza mpaka ni praise and worship. Devil worshipers wengine ni waombezi kanisani, yani wametawala mpaka wako madhabahuni. Ni wapi hapo ambao utakimbilia ukose shetani? Sasa inategemea uvumilivu huu wako unaochochewa na tumaini, utahando namna gani?
hayo mateso yanapokuja, hayo maudhi yanapokuja, utahandle kivipi? Itafanya watu wakupende au wasikupende, wakuombee au wasikuombee, wasimame nawe au wasimame nawe. Haleluya. Na wakati unaposimama imara wakati wa mateso yako, Mungu anawapatia watu mzigo kukuombea. Mungu anawapatia watu mzigo kusimama nawe. Haleluya. Kazi unayofanya kwa ajili ya Bwana ndio itafanya watu wakutaje siku zote katika maombi yao. Jitihada unazojitoa kwa ajili ya kazi ya Mungu zitafanya watu wakutaje kwa maombi yao. Yale unayotenda kwa wengine itasababisha Roho Mtakatifu asukume watu kukuombea. Haleluya. Ni wangapi huwa ananiombea hapa? Yaani uko sure huwa ananiombea nyote? Haleluya. Si Bwana wabariki. Swali ni hili, kwa nini huwa ananiombea? Mtu tu anipatie sababu sinazo kumfanya aniombee. Haleluya. Si unisungumuze tu, wewe najua huo unaniombea. Toa tu sababu zinazokufanya. Kwa sababu Biblia inasema mchungaji atapigwa, kondoo atawanyike. Sauti. Kwa sababu Biblia inasema mchungaji atapigwa, kondoo atawanyike. Kwa hivyo inabidi nikuombee ili Bwana akulinde kwa ajili ya kazi iliyo mbele yako. Ati kwa sababu Biblia inasema nitampiga mchungaji na kondoo watatawanyika. Kwa hivyo ananiombea ili mchungaji asipigwe, kondoo watawanyike. Amen. Najua kwamba kila mtu ana sababu zake za kuniombea. Tuseme leo hii ni kukemee, ni kutukane mbele za watu hapa, utaendelea kuniombea? Amesema hapa Bwana siwe sana. Utaomba? Sure. Mimi ninachojua kwa nini watu wananiombea ni kwa sababu ya vile ninavyokuhudumia. Amen. Yaani ukinipigia simu hata saa 9 usiku kwamba nikuombee, huwa sina sababu ingine, lazima nitakuombea. Ukiniita anytime, mchungaji nataka kukutana nawe, sipeani nini visababu, na kuja ukutane na mimi. Haleluya. Najua mnaniombea kwa sababu ukija umepungukiwa, pengine hauna chakula. Amen. Nitajaribu, hata heri mimi nibaki na deni, lakini wewe upate nini? Chakula. Vile ninavyokuhudumia ndivyo inakupatia upendo wa kuniombea. Lakini hauniombei kwa sababu mimi ni mchungaji. Kuna wachungaji hawaombewi. Amen. Kwa sababu ni moto ulao. Ukimwambia mchungaji nataka kuona, asema book appointment kwanza. Haleluya. Kuna mambo ambayo hayahitaji appointment. Kuna mambo ya dharura, lakini kuna wachungaji wengi saa hii mpaka uwe na nini? Appointment. Ukija kwake, nina shida hii, vile atakavyo kuhudumia, vile atakavyo kuambia, utajuta kwa nini ulienda kumwambia una shida hiyo. Amen. Ndiposa unapata kwamba watu hawapati mzigo wa kuwaombea. Lakini vile mtu wa Mungu atakavyo kuhudumia, vile anavyokuonyesha na kupenda, ndivyo unavyopata mzigo wa kumwombea. Kwa sababu lazima upatiane watu sababu ya kutosha kwa nini wakuombee, kwa nini wasimame nao. Amen. Nawe patiana watu sababu ya kutosha kwa nini wakuombee, kwa nini wasimame nawe. Bwana asifiwe sana. Kwa sababu siwezi kuombea bila mzigo.
na vile unavyofanya ndivyo itakavyo nipatia mzigo. Haleluya. Hata baba yako sasa tu tumalize tu ibada hii aone message inaingia 1,000. Haleluya. Yeah, confirmed. Akiangalia ni 2,000. Wajua hata kama alikuwa anafanya vitu vingine anaacha. Anaanza, Mungu mbariki huyu mtoto. Wacha afanikiwe. Chochote afanyacho mzigo umeupata wapi? Ile message imempatia nini? Mzigo. Haleluya. Na mambo unayonifanyia itanipatia mzigo kukuombea. Mambo unayofanya mbele ya Mungu itanipatia mzigo kukuombea. Haleluya. Lakini usifikiria utaombewa na ufanyi kitu chochote mbele ya Mungu. Wajua hata kama unifanyii na unafanya mbele ya Mungu, Roho Mtakatifu atanilazimisha kukuombea. Amen. So wacha tupatiane watu sababu ya kutosha kwa nini wasimame nasi, kwa nini watuombee, na tuseme amen. Si Bwana wabariki.